Ikiwa unajihisi una vifungo vya bibi, babu au ukoo, usiyapite maombi haya. Inua imani yako, nataka tuombe maombi ya kuvunja vifungo vya bibi, babu au ukoo. Ndiyo, kuna vifungo vya bibi. Vifungo vya bibi mara nyingi ni roho za kurithishwa, mikoba, kurithishwa tabia fulani, kurithishwa mapepo fulani, kurithishwa vitu fulani. Na wakati mwingine vitu hivi vinaweza vikakuletea shida sana. Kuna mtu ananisikia, roho ya mkoba inakufuatilia. Roho ya kulisi mkoba, roho ya kulisi chungu, roho ya kulisi ya maagano inakufuatilia. Mwingine bibi yako alifariki zamani au babu yako, lakini mpaka leo unamuota ni kama anakupa zawadi, anakupa kitu, au anakuambia inabidi uende kulisi mkoba fulani au kulisi kitu fulani ambacho kitaendeleza tambiko au agano fulani kwenye familia. Wengine mizimu inawasumbua. Roho ya mizimu inakusumbua. Inasema ili ufanyikiwe mpaka umeenda kufanya matambiko nyumbani. Inasema ili ufanyikiwe mpaka umerudi kwenu, mpaka umeenda kufanyiwa michezo, umeenda kufanyiwa madawa ya kifamilia. Unahitaji kumtumaini Mungu peke yake, achana mambo hayo. Unahitaji kumtumaini Mungu peke yake, achana mambo ya kuenda kwenye mila ambazo zinakuunganisha na wafu, zinakuunganisha na watu ambao walikufa zamani. Unahitaji kujiachilia mbele za Mungu. Unahitaji kujikabidhi mbele za Mungu. Mungu ndio msaada wako. Mungu ndio kimbilio lako. Mtegemee Mungu kwa njia ya Yesu Kristo aliye hai. Ukimtegemea Mungu kwa njia ya Yesu utakuwa salama. Hiyo hali unayopitia, mandoto mabaya unayopitia, hofu ya mabibi, hofu ya babu, itakuachia kwa jina la Yesu. Utainua imani yako, nataka nikuombe. Weka mkono kwenye kichwa chako. Baba, katika jina la Yesu, namfungua mtu huyu kwenye kifungo cha bibi, kifungo cha babu. Iwe umerithi jina kutoka kwa bibi au babu, iwe umerithi mkoba kutoka kwa bibi au babu, ikiwa umerithi uchawi, ikiwa umerithi mkoba, ikiwa umerithi miungu ya kifamilia, mizimu, naamuru kuanzia sasa hiyo miungu iondoke. Hiyo miungu ya kifamilia toka, 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 toka. Kila miungu ya kifamilia inayokufuatilia, naamuru kuachie kwa jina la Yesu. Hiyo miungu ya kifamilia naamuru kuachie kwa jina la Yesu. Hiyo miungu ya kifamilia na ikemea na kuisambaratisha. Toka, toka kwa jina la Yesu. Toka kila miungu ya familia, toka kila mikoba ya familia, toka kila maagano ya familia. Na yakemea maagano yote, na kemea miungu yote, na kemea nguvu za giza zote kwenye familia, na kemea kwa jina la Yesu. Na sambaratisha, ninaharibu kila maagano ya familia, na haribu kila mikoba ya familia, na haribu kila uchawi wa familia. Ukuachie kuanzia sasa, ukuachie kuanzia sasa, ukuachie kuanzia sasa. Napiga na kushambulia hizo nguvu za giza, hiyo maagano, hiyo mikataba ya kipepo, hiyo mikataba ya kuzimu, hiyo mikataba ya mabibi na mababu. Na vunja mikataba. Vunjika mkataba wa bibi, vunjika chakula cha bibi, vunjika chakula cha babu. Toka, toka. Mwachie mtu usio wa kwako, mwachie mtu usio wa kwako. Na vunja hiyo muunganiko, na vunja hiyo mizimu. Vunjika hiyo mizimu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu. Toka, toka miungu yote, toka mikoba yote. Na vunja huo mkoba, na pasua kwa jina la Yesu. Pasua pamoja nami, wakuachie sasa. Waliachie jina lako, waachie maisha yako, wakuachie mtumikie Mungu, wakuachie mtumikie Mungu. Roho za matambiko zinazo kufuatilia, nazikemea, naziondoa. Toka roho za matambiko, toka roho za matambiko, toka mikataba, toka maagano, toka pepo za kulisi, toka chungu cha bibi, toka chungu cha bibi, toka chungu cha bibi, toka kwa jina la Yesu. Kila chungu cha urisi, kila nguvu za giza, kila mapepo, kila uchawi wa kurithi unaokufuatilia, na uondoa saa hii, na ulipua kwa jina la Yesu, na ukuachie kwa jina la Yesu. Ukuachie kuanzia sasa hicho chungu cha maagano, hicho chungu cha maagano. Roho za mizimu, roho za mizimu, toka mizimu yote inaokufuatilia. Uko mahali fulani lakini unaota uko mahali fulani, uko sehemu fulani unajiota uko kule kule ambako ulikuwepo. Naita nafsi yako itoke kwenye maagano hayo, itoke kwenye miungu hiyo. Toka huko walikokuweka, na kuita njoo, na kutenganisha na kaburi, na kutenganisha na wafu, na kutenganisha na huyo bibi na huyo babu. Toka na kata hiyo connection kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Funguliwa mahali ulipo, wekwa huru kuanzia sasa, na kutoa kwenye mikoba, na kutoa kwenye maagano, na kutoa kwenye ulisi wa kipepo. Hivyo vitu vya giza hautarithi, hautarithi uchawi huo, hautarithi mikoba hiyo. Na kufungua, na kemea hilo pepo, na kemea nguvu ya giza, ikuachie kwa damu ya Yesu. Pokea ulinzi, pokea uponyaji, pokea ufungulivu. Funguliwa, pokea ufungulivu, pokea ufungulivu, pokea ufungulivu, pokea,
Pokea kwa jina la Yesu. Pokea ufungulivu kuanzia sasa, uwe uhuru mbali na kuteswa na vifungo vyote kwa jina la Yesu. Natamka ufungulivu wako, natamka uzima wako, natamka amani yako, natamka afya yako, natamka kibali chako. Pokea ufungulivu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Hongera kwa kuyafanya maombi haya muhimu. Yarudie. Umefanya jambo kubwa sana kiimani. Naitwa Mchungaji Godwin Ndelwa ambaye nimeomba pamoja nawe kutoka Dar es Salaam, Mbezi, manamba 2. Ikiwa unahitaji msaada zaidi wa kimaombi, karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Niambie unahitaji nikuombee juu ya nini, niandikie shida yako nami nitakuombea zaidi. Lakini pia ikiwa umesikia kufunguliwa, unasema mtumishi wa Mungu, nahitaji kusindikiza maombi yangu kwa sadaka yangu ya hiari, karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Mungu atakubariki na kuvusha. Hii ni ibada kamili mahali ulipo. Lakini pia unaweza kupokea vipindi vya kiroho kwa kuingia YouTube kwa kuandika Maombi ni Dawa au Maombi Tiba. Kama unanifuata kwa njia ya YouTube wakati huu au unanifuata kwa njia ya TikTok, basi unaweza kubonyeza alama kusubscribe au kufollow ili uwe mmoja kati ya familia wa Maombi ni Dawa. Mungu wa mbinguni akubariki. Wewe ni mbarikiwa. Uwe na wakati mzuri.